Watu wengi wanamfahamu IShowSpeed kama kijana mwenye makelele, ucheshi wa kupitiliza na live stream zinazovunja rekodi. Lakini nyuma ya kelele, vicheko na reaction zake kali, kuna mambo mengi ambayo mashabiki wengi hawajawahi kuyaelewa au kuyajua kabisa. Leo nitakushirikisha mambo 7 ya kushangaza kuhusu IShowSpeed ambayo yanaweza kabisa kubadilisha namna unavyomuona. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhalim TZ, karibu sana na usahau kusubscribe. Namba 1, jina lake halisi si IShowSpeed. Watu wengi huzani Speed ni jina lake la kuzaliwa, lakini ukweli ni kwamba anaitwa Darren Jason Watkins Jr. Alianza kutumia jina la IShowSpeed kama jina la mtandaoni tu, bila kujua kwamba siku moja lingekuwa brandi kubwa inayotambulika duniani kote. Hii inaonyesha jinsi majina ya mtandaoni yanavyoweza kubeba uzito mkubwa kuliko majina halisi katika ulimwengu wa kidijitali. Namba 2, kabla ya umaarufu, IShowSpeed alikuwa YouTuber wa kawaida kabisa. Video zake za mwanzo zilikuwa na watazamaji wachache sana, wakati mwingine chini ya watu 10. Hakuna aliyekuwa anamjua, hakuna aliyekuwa anamzungumzia, lakini aliendelea kufanya kila siku. Alikuwa anarudia kurusha video na live stream kila siku, hata pale hakuna aliyekuwa anamwangalia. Hili ni jambo ambalo watu wengi hawajui, kwamba mafanikio yake hayakuja ghafla kama watu wengi wanavyodhani. Namba 3, hasira na makelele yake mengi ni sehemu ya mpango wake, si kwamba anatenda ovyo au bila kufikiria. Wengi humuona Speed kama mtu asiyejizuia, lakini ukweli anajua anachokifanya. Anajua ni jinsi gani ya kushikilia attention ya watazamaji wake, na anajua nini kitafanya video zake zisambae sana TikTok, na anajua ni reaction gani itawafanya watu wamzungumzie kumhusu. Pia anajua kinachowafanya watu wabaki kuangalia, si kwamba mambo yanatokea tu bila mpango. Namba 4, IShowSpeed ni shabiki mkubwa sana wa Cristiano Ronaldo. Hili linajulikana, lakini wengi hawajui kwamba mapenzi yake kwa Ronaldo ndiyo yaliyomsaidia sana kuvuta mashabiki wa kimataifa. Alitumia hisia zake za kweli, furaha na maumivu pale anapomzungumzia Ronaldo, na hilo lilimfanya aonekane wa kweli kwa watu. Ndio maana klipu zake nyingi zinazohusiana na Ronaldo zilisambaa sana duniani. Namba 5, umaarufu wake ulimletea changamoto kubwa za kiakili. Kuna nyakati ambapo Speed mwenyewe alikiri kuwa shinikizo la umaarufu lilimlemea. Kutazama na mamilioni ya watu kila siku, kukosolewa, kudharauliwa na wakati mwingine kuchukiwa, si jambo rahisi, hasa kwa kijana mdogo. Haya ni maumivu ya umaarufu ambayo mara nyingi hubaki nyuma ya pazia. Namba 6, licha ya kuonekana kama mtu wa utani, IShowSpeed ana akili ya biashara. Anajua jinsi ya kuitumia tabia na mtindo wake kama njia ya mafanikio na kumuingizia fedha kupitia YouTube, live stream, muziki na kufanya kazi na watu wengine. Hili linaonyesha kwamba hata kama anaonekana anatania, bado anaweza kuwa na mpango mkubwa wa kifedha nyuma ya pazia. Namba 7, mafanikio ya IShowSpeed yamegeuza kabisa maisha ya familia yake, kutoka maisha ya kawaida sana hadi kuwa na maisha yenye mafanikio. Speed amekuwa mfano wa wazi wa jinsi mitandao ya kijamii inavyoweza kubadilisha kizazi kizima. Lakini pia ni ukumbusho kwamba mafanikio hayaji kwa bahati, bali yanahitaji nidhamu, akili na kujua mipaka yako. IShowSpeed si mtu anayepiga makelele tu mtandaoni kama wengi wanavyodhani. Ni kijana aliyepitia safari ndefu, akajifunza kupitia makosa na akaelewa nguvu ya attention katika ulimwengu wa kidijitali. Jambo moja muhimu la kujifunza kutoka kwake ni kwamba kuendelea bila kukata tamaa, kuelewa watazamaji wako na kuwa mkweli kunaweza kukupeleka mbali. Kama umejifunza jambo jipya leo, usahau kulike, kusubscribe na kushare video hii. Tuandikie pia kwenye comment ni jambo gani kati ya haya 7 limekushangaza zaidi.